Bana, surprise zinaendelea kwa kubwa sana NBA playoffs. Pistons anashinda tena game 2. Anafanya back to back winning. Anashinda mara mbili mfululizo mbele ya Cavs. Cavs msimu huu nadhani ni miongoni mwa timu ambayo pia imekuwa ki-struggle vibaya mno, wamekuwa na msimu mbaya. Licha kufika paka hatua hii ambayo wamefika, lakini wamekuwa na msimu ambao umekuwa na panda shuka nyingi sana. Wanapoteza game ya pili mfululizo back to back. Pistons wanashinda game ya pili. Ujue naweza nikazungumza James Harden ni miongoni mwa nyota ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kikosi cha Cavs. Lakini this time mchango wake kwenye kikosi chake umekuwa design kama una changamoto kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ukiangalia kwenye toka timu inatoka kwenye regular season inakuja kwenye playoffs, James Harden amekuwa kistruggle kwenye performance yake. Utakumbuka game 1 amekuwa hana accuracy nzuri kwenye kushoot, lakini pia amekuwa akifanya turnovers nyingi sana. Game 1 amefanya turnovers nyingi, game 2 amefanya turnovers nyingi. Ana struggle sana this time. Sijui kipi ambacho kinamsumbua, lakini performance yake naona kama amedrop kwa namna moja ama nyingine. Still ana fight, lakini sio yule James Harden ambaye tumezoea kumuona katika msimu uliopita. Msimu umekuwa tofauti sana, amedrop sana kwenye performance yake. Kwenye game 2 unaweza kuzungumza first quarter amekuwa struggle, lakini second quarter design kama alikuwa invisible. Yani yuko uwanjani lakini haonekani. Yani sijui utakuwa unanielewa. Yani yupo second quarter alikuwa invisible, yani haonekani. James Harden haonekani. Anafanya turnovers nyingi, anashuti, hana accuracy, anapoteza. Oh my god. Nadhani kuna changamoto ambazo zinamchanganya mpaka performance yake imeshuka kwa namna hii. Amda pengine atabadilika, lakini wakati huu sio wakati wa kufanya makosa. Ni time ambayo kipigwa unachomoka, watu wanakwenda mbele. Pistons amekuwa na confidence ya juu sana. Yani kwenye playoff ameingia na confidence ya juu sana, ukizingatia kwenye robo finali kashinda kwa kiasi kikubwa. Kaja katika hatua ya nusu finali yuko na confidence kubwa sana. Yani ukiangalia namna ambavyo wanaingia kwenye games, namna ambavyo wanafanya zile mashambulizi, namna ambavyo wana defense, unaona kabisa watu na energy ya namna gani. Wana confidence ya juu sana, hali ambayo inawapelekea ushindi. Ni game ya pili wanashinda back to back. Ni wazi inaonyesha namna gani ambavyo wanazitaka hizi playoff ama wanaitaka finali. Kwenye defense, Pistons wamekuwa na defense nzuri kinoma. Yani wamekuwa na defense ambayo iko very superb, kwa maana ya kwamba ukiangalia namna ambavyo wanajaribu kutengeneza ule ukuta wa ulinzi, unaona kabisa namna gani ambavyo wako vizuri, namna ambavyo wanaonana, pasi accuracy iko vizuri. Nadhani kwa hiki ambacho wanaendelea nacho, ambacho kinaendelea kwa game, kama ataendelea hivi game zinazofuata, ni wazi kabisa naona Pistons wakienda hatua ya finali. Njia ni nyeupe kabisa. Naona wakienda katika hatua ya finali kama wataendelea na hiki ambacho wanakifanya. Lakini pia naweza kuzungumza individual performance ya mchezaji mmoja mmoja pia imekuwa iko vizuri. Nadhani kutokana na confidence ambayo umeipata kwenye regular season, lakini pia katika mchezo wa hatua ya robo finali, imapa confidence kubwa sana kwenye individual ya mchezaji mmoja mmoja. Nadhani wakiendelea hivi, ni wazi kabisa finali ile pale wanaiona. Lakini baada yake ni kwa Cavs, wanahitaji kufanya maboresho sana, hasa kwenye defense, lakini pia kazi kubwa nadhani ipo kwenye mindset, kwa sababu ukiangalia hata ile morali ya wachezaji iko down. Yani wana struggle kupata matokeo. Nadhani management wanaweza wakajaribu kuzungumza na wachezaji, pengine labda kuongea nao, kwa sababu naona kabisa kuna hali ya morali iko chini kwa namna moja ama nyingine.
Nimaliza. Kumbe